tumeishi kwenye maisha ya kiuadui na uhasama. Wazazi wetu wana uhasama, baba ana uhasama na mjomba, mjomba ana uhasama na bibi, bibi ana uhasama na shangazi. Na kwa tumejengwa kiuadui adui. Kwa hiyo kila kitu tukitaka tunafikiri shetani ametuzuia, kwa mara moja tunaanza kumshambulia shetani. Shetani shindwa, shetani achia, shetani. Na wakati mwingine wala shetani hahusiki. Kinachohusika ni ujinga wetu tu. Amina. Ndio Yesu akasema sentensi, akasema kila aombaye, kila atafutaye, kila abishaye. Kwa nafikiri Yesu alikuwa anakuasia msamiati. Maana kuna mahali pa kuomba, kuna mahali pa kubisha, kuna mahali pa kutafuta. Sawa sawa. Usije kafikiria kila kia inapanda mlima. Barabara hazilingani. Kuna sani mlima, kuna sani mteremko. Si ndio? Sasa haya yote yanahitaji knowledge. Kwa unatakiwa uwe na ndio maana mtu yoyote ambaye ana maarifa. Umeshakujiuliza kwa nini mawakili huwa wana ujasiri sana mahakamani? Umeshakujiuliza kwa nini mawakili, lawyers wakiwa mahakamani wana ujasiri sana mpaka anatamba pale, anaweza kukujibu ene hao akakwambia chochote. Lakini wewe ukikaa mahakamani wakati mwingine unatetemeka kwa sababu wao wakili, maana yake Mungu ni hakimu. Kwa ukisikia Mungu ni hakimu na hakimu wake na Yesu ni advocate, unajua kwamba kuna mambo ya kisheria